Nini? Ametandikwa, amekatwa mwili mzima. Baada ya Mwenyezi Mungu kuzungumza na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa Mwenyezi Mungu azungumza na sisi wazazi pia. Wewe mama na wewe baba, kuwa mzuri kwa watoto wako, kuwa na maneno mazuri kwa watoto, kuwa na roho mzuri kwa watoto. Mama nyumbani, mamama mko juu, munanisikia, munatakiwa tena kwenye hali hii tulionao leo na ulimwengu huu tulionao leo, mama unatakiwa maneno yako kwa mtoto wako, kwa binti yako, kwa kivulana chako yawe ni maneno mazuri. Na baba, wewe pia kuwa mzuri wa maneno kwa watoto wako, kuwa mzuri wa tabia kwa watoto wako. Ukikosa wewe mama na wewe baba kuwa mzuri wa tabia na mzuri wa maneno nyumbani kwako kwa watoto wako, utawakosa watoto mara moja na utakuja kulia na hakuna atakaye kukusaidia katika kilio chako. Ndugu zangu wema katika imani, mwalimu skuli, watoto unaoletewa ni principal, ni mwalimu, ni mfanyikazi, ni nani, jaribu uwe na maneno mazuri kwa watoto, jaribu uwe na roho mzuri kwa watoto. Uwe ni mwalimu wa madrasa, uwe ni mwalimu wa skuli, kuwa na maneno mazuri kwa watoto, kuwa na rahma kwa watoto. Fabima rahmatin min Allahi linta lahu. Ndio utaona watoto wengine hata kusoma hawataki kusoma. Samahani kusema hivi, walimu wa madrasa, nisameheni. Utaona sengine mtoto hataki hata kwenda madrasa. Nini? Ametandikwa, amekatwa mwili mzima. Mwalimu wamuona mwalimu wa madrasa ni adui mkubwa, mpaka mwisho mtoto Qur'ani kuisoma hataki kwenda kusoma kwa sababu ya wewe mwalimu umekosa rahma na yeye. Na walimu wa skuli hivyo hivyo. Tampata mwalimu wa skuli amemtandika mtoto, amepiga mtoto, mpaka mzazi anaenda polisi kuchukua P3 kwa sababu ya mwalimu wa skuli amemtandika mtoto wake vibaya. Mtoto akiambiwa siku ya pili nenda skuli ile, asema skuli ile mimi sitoenda tena kabisa. Kwa nini? Kwa sababu wewe mwalimu umekosa rahma.